Sayuni TV, neno la Bwana. Sayuni TV 62. Leo ni siku ambaye ninamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwema, amekuwa kimbilio la moyo wangu kila wakati. Na kila wakati huwa ninaona hata ukiwachwa na kila mtu, Mwenyezi Mungu hawezi akakuacha, ako pamoja nawe, kwa sababu alituahidi katika kitabu cha Isaya 49 mstari wa 16. Akasema ya kwamba hata kama, mstari wa 15 akasema hata kama mama aliyekunyonyesha anaweza kukusahau na kukuacha, mimi Mwenyezi Mungu siwezi nikakusahau, kwa sababu nimekuchora katika kikanja cha mkono wangu, naona kuta zako daima. Siku ya leo nataka tujifunze kitu kinaitwa imani, kwa sababu imani imekuwa ni kama imefungua kwetu. Tumekuwa ni kama tuko na imani wakati tuko sawa, lakini wakati unaona mambo yako hayako sawa, unakuta imani yako imeenda chini. Mungu apendezwe na mtu wa aina hiyo. Nataka leo tuone imani ni nini. Kwanza tuanzie mstari wa pili, kitabu cha James mlango wa kwanza kuanzia mstari wa pili. Ndugu zangu, muwe na furaha moyoni, muwe na furaha mnapopatwa na majaribu mbalimbali. Wakati we mwenyewe uko na majaribu, unafaa kuwa na furaha kubwa sana. Hapo ndio wakati unajua Mungu amekukaribia. Hapo ndio unajua Mungu ananitazama, haangalie imani yangu iko namna gani. Kwa sababu kuna watu wengine imani yao huja kwa kusikia na wanakuwa na imani kabisa. Kuna watu wengine imani yao huja kwa kutazama. Hiyo akitazama, hivyo ndio imani yake inakuja. Na huyo ni mtu ambaye wakuona wakati imani imekuja, wakati hiyo kitu iko ndiposa kuwa na imani. Huyo ni mtu anakuanga si mtu amesimama imara mbele zake Mwenyezi Mungu. Na ndiposa hapa mtumishi wa Mungu anaitwa Yakobo akasema ya kwamba furahieni wakati muko katika majaribu mbalimbali. Ukiwa ndani ya majaribu, hiyo ndio chakula cha Mkristo aswa. Ule Mkristo ambaye anajua yeye ni Mkristo ambaye atingiki, lazima kuwe na majaribu, lakini yote anakujanga anayashinda, kwa sababu kuna Mungu katika mbingu. Mstari ni wa 3 akasema, kwani mwajua kwamba imani yenu ikishastahimili itawapieni uvumilivu. Ukiwa wewe saa imani yako imestahimili kwa Mungu pia, lazima upate uvumilivu wa kila jaribu. Lakini unakuta wakati mwingine umeomba mpaka umeanza kukombanisha Mwenyezi Mungu. Umeomba hata umeanza kuambia Mungu vitu zingine hata sieleweki. Ni kwa sababu unaonyesha misingi yako ya imani, misingi yako haiko imara. Misingi yako ya imani iko na tatizo kabisa. Kwa nini misingi ya imani iko na tatizo? Unakuta wewe wakati imani yako huwa inasimama siku ya Jumapili, hiyo ndio unajua naenda kanisani. Watoto wako wanajua kuanzia Monday mpaka Saturday hakuna Yesu nyumbani. Yesu ako pale kanisani siku ya Jumapili. Hiyo ni imani potofu. Tunasimama na Mungu kila wakati, imani yetu iko kila wakati. Tunanenea watoto wetu mkiungu kila siku, ndio wajue ya kwamba Mungu si ati Yesu ako kanisani. Yesu tuko naye katika nyumba. Yesu tuko naye katika mahali tunatembea. Yesu ako naye mahali popote tuendapo, huwa tunakuwa na Mungu mwenyewe. Mstari ambaye ni wa 4, muwe na hakika kwamba mwisho muwe na hakika kwamba uvumilivu wenu utawatengemeza mpaka mwisho, mpaka kuwa wakamilifu na watakatifu bila kufungukiwa na chochote. Lazima unaposimama na hiyo imani, hata mambo ya kuwe namna gani, unaambia shetani hapa sipanduki. Kuna Mungu ambaye ako na uwezo wa kuniondolea hizi mawe. Mungu ako na uwezo wa kuniteketezea hizi kamba ambaye unataka kunifunga naso. Mungu ako na uwezo wa kuniondolea haya madhabahu ambaye ni ya magonjwa iweze kutoka ndani yangu. Hiyo ndio kushinda imani. Hiyo ndio kustahimili katika imani. Hiyo ndio misingi ya imani ya Mkristo ule ambaye anamjua Mwenyezi Mungu. Mstari ni wa 5. Maandiko yanasema namna gani? Mstari wa 5, maandiko yanasema ya kwamba lakini mmoja wenu
wenu ametindikiwa hekima, basi anapaswa kumwomba Mungu ambaye atampatia, kwani Mungu huwapa wote kwa wingi na kwa ukalimu. Kukiwa kuna mtu ambaye ametindikiwa na hekima na Mwenyezi Mungu, huyu ndo anapa ajenge mwenzake, hamwambie hata saa hii, hata kama uko na hii majaribu, kaa ukijua Mungu ako pamoja nawe, haja kutoroka. Lakini si ati unaenda kumwambia inaonekana ni kama Mungu amekuacha ukiona uko na hii hapana. Tunaambiwa ya kwamba kama ukiwa umetindikiwa hekima, lazima hata wewe mwenyewe ushikilie mwenzako, umwambie hapana, hata kama ako na majaribu, hata ako na hiyo shida inamsukuma, ako na mahali hiyo shida ambayo imempana katika ukuta, unaweza kumpatia nguvu ukiwa wewe mwenyewe umestahimili katika imani, ikiwa imani yako iko na misingi miema mbele yake Mwenyezi Mungu. Lakini si ati unaenda tena kumwangusha. Ukienda kumwangusha sasa, wewe unaonekana ni vipofu wawili ambaye wanajiita wako na imani lakini hawana. Mstari wa 6 akasema, lakini anapaswa kuomba kwa imani bila mashaka yeyote. Mtu aliye na mashaka ni kama mawimbi ya bahari ambayo husukumwa na kutupatupwa na upepo. Kuna watu wengine vile wanaona mawimbi pale baharini inakuja kiruti. Kuna watu wa aina hiyo, unakuta imani yao inaingia ikitoka, unakuta imani yao inaingia na kutoka. Hata Mungu anakushangaa atakufanya namna gani? Unafaa usimame imara, usikubali imani yako ikuwe inayumbayumba, usikubali imani yako itupatupwe huku na watu. Na ndiposa nikasema siku ingine, unapokuwa unataka kunena na Mungu mambo yako, lazima ujitenge na watu kidogo, ndiposa uweze kunena na Mungu. Kwa sababu uweze nena na Mungu ukiwa huku tena uko na mambo ingine na watu wako. Huku unanena na Mungu, imani yako iko huku na iko huku, inatupwa kila kona. Hapana, Mungu hapendi kama hivyo. Ndugu yangu, dada yangu, ni nini hiyo ambaye imekufinya? Huwezi ukasimamisha hiyo misingi yako ya imani. Nawaambia Mwenyezi Mungu sasa, njoo tuojiane. Isaya 1 mstari wa 18. Umwambie leo, Mungu niko na mkutano na wewe. Njoo Mungu tuongee na wewe. Naye Mungu akiangalia imani yako, anakuta misingi iko miema, sio ile ambaye nayomba yomba. Mstari wa 7 akasema nini? Ikasema, kwa hivyo mtu aliye na mashaka ni mwenye nia mbili na asiye na msimamo katika mwenendo wake wote, asidhani ya kwamba atapata chochote kile kutoka kwa Bwana. Mtu ambaye imani yake haisimami, ndugu yangu, dada yangu, mtu ambaye aonyeshe imani inaonyesha ako wapi, mtu wa aina hiyo, mtu mwenye nia mbili, anasema nitajua Mungu nikipita hii, ninaona Mungu akinifanyia hii, nitajua Mungu ako upande wangu Mungu ako upande wako kila wakati. Simama na imani. Lakini maandiko yanasema nini? Inasisi kusema ya kwamba mtu wa aina hiyo asidhani atapata chochote kutoka kwa Mungu. Na ndiposa unaona watu kutoka kanisani tunaomba, unakuta saa zingine tumeweka mikutano ya kuomba, unakuta wakati mwingine tumeunganisha imani, lakini watu wengine hawapokei chochote. Ni kwa sababu gani? Imani yao imekawanyika. Kuna ile ya taswisi, anaangalia, anaona ni kama anashuku kama atapata. Kuna mwingine anasema wacha nione kama nitapata. Hiyo unasema unaona utapata, au upati chochote. Biblia inasema ya kwamba na mtu wa aina hiyo asidhani atapata chochote kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Tusome neno, tufuate neno bila inasema. Tuache kupita kando kando kwa neno. Neno inatumia njia moja, na ni njia ya imani kwake Mwenyezi Mungu. Na unapokuwa na imani, hata kama kuna majaribu namna gani, lazima Mungu akupatie amani ya kupikana na hiyo vita, na unafika mwisho. Unakuta vita inakutokea hata mahali uliko. Unakuta vita inakutokea hata kwa watoto wako, ili waweze kutingisha ile misingi yako ya imani. Wewe kwa nini unakubali? Wewe unaonea shetani mbali anapokuja. Unapokuwa unaonea shetani mbali na unamkemea na unamwambia, kumbuka wewe shetani, mimi huu ni wakati wangu wa kuongea na Mungu. Huu ni wakati wangu wa kuishi na Mungu. Mahali unataka kupita hakuna njia. Saa hiyo namwambia shetani, naachilia moto wa Roho Mtakatifu aweze kufunga hizo njia zako, uweze kutawanyika na kuenenda kule kusimu. Lakini wewe unakaa tu, maombi yako naenda kulala, unaomba tu na unaiwachilia, hata ujui kufunga maombi yako. Unaiwachilia, shetani anakuja usiku, anaipomwanisha. Ulilala ukiwa na furaha, ukiamuka asubuhi unakuta moyo wako umealipika, unakuta moyo wako umechafuka. Ni kwa nini?
Uliacha maombi yako jana ukiwa hujaweka vizuri kwa imani ndani yake Mwenyezi Mungu. Unakuta asubuhi mambo yako si mazuri, unakuta mambo yako si mazuri, unakuta mambo yako yanaenenda vibaya. Ndugu yangu, dada yangu, tufanye namna gani? Tuweke misingi ya imani. Tuweke misingi ya imani. Shetani mahali kuna imani hawezi akakaribia. Mahali shetani ambaye anaangalia anaona vile ambaye kumesingirwa vizuri hawezi akaingia, lazima aogope. Lakini wewe unaomba ukiyumba, sasa wacha hata tu niende mbele za Mungu kwa sababu sijui kama lazima ujitakase uende kwa Mungu ukiwa na imani. Na uwezi enda mbele za Mungu ukiwa mwenye dhambi, Mungu akukubali. Lazima na wewe mwenyewe umechukua hatua, uambie Mungu, kuanzia leo nimechukua hatua ya kukaa ndani yako. Ewe Mwenyezi Mungu, usiniwache na wewe. Mungu atakuaibisha, utakuwa pamoja nawe. Anasema kila wakati unakuta kila mambo inakuwa sawa. Ukisoma Romans 8:28, maandiko yanasema ya kwamba kila jambo huja kwa kuleta mema kwa wale wanaompenda Kristo. Sio kwa kila mtu, ni kwa wale ambao wanaompenda Mungu, wale ambao imani yao imesimama, wale ambao wako na misingi ya imani, au wao wanapokea kitu kutoka kwa Mungu. Lakini unakaa tu unasema Mungu anajua. Mungu anajua, lakini anakungoja ujitakase, anakungoja uweze kusimama imara ili uweze kumshinda ule mwovu ambaye ni mwovu Shetani. Wewe mwenyewe umesimama wapi ndugu yangu? Wewe unalilia ukiwa wapi? Wewe unalilia, kilio chako kinasikika ukiwa wapi? Unaombolesea wapi? Unaombolesea wapi? Kila siku napaa kuamka asubuhi, unakomandi siku yako, unaambia Mungu, hii siku yangu si ya kuomboleza, hii siku yangu si ya kulia, hii ni si siku yangu ya laana, hii ni siku yangu ya kukushukuru na kukuomba ewe Mungu wa mbinguni, na kuonyesha ukuu wako, kwa sababu umekuwa mwema. Lakini na wewe utakuwa nataka kuonyesha Mungu ukuu wakati wewe mwenyewe unaona mambo yako yako salama? Hapana, muonyeshe ukuu wakati wowote, naye Shetani atakukimbia mbio. Shetani hatakukaribia. Hakuna mtu ambaye atakuja karibu nawe, kwa sababu kuna Mungu katika mbingu. Ndugu yangu, chukua hatua. Chukua hatua. Inakuomba. Chukua hatua. Hata kama mambo yamekusonga namna gani, chukua hatua. Na usisahau ukichukua hiyo hatua. Usisahau Yesu alikuwa hapa duniani. Alikuja akaona vile watu wanadhalilishwa. Aliona hapa duniani vile watu wanatukanwa. Aliona dharau zote. Kwa hivyo hakuna kitu ajui. Unapoomba, Yesu Kristo ako katika mkono wa kulia wa Baba, na akiwa mahali pale, hakika Mungu anaweza kututetea kwa Mungu. Na Mungu ni mwaminifu, na Mungu anatenda, na Mungu anainua, na Mungu anabariki, na Mungu anakutendea chochote unahitaji kwa moyo wako. Anangojea tu imani yako isimame. Anangojea imani yako ikuwe upande wake. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu ni mwenye wivu. Wakati anaona tu umechukua imani yako umeweka kwa vitu, Mungu yeye anakuondoka, anakuacha ukiangalia vitu zako. Unakuja Shetani anasimaliza. Umeweka hata imani yako kwa watoto, Mungu anaondoka, anakuachia hata watoto, hata wakiwa wagonjwa, hata unapomuomba akusikii. Kwa sababu imani yako yote uliweka kwa watoto, ukasahau kuna Mungu. Kuna Mungu katika mbingu, na maandiko yanasema ya kwamba anatuangalia kila wakati. Katika Methali 15:3 anasema ya kwamba macho yake yako kila mahali, yakitazama mema na mabaya. Wewe ukiamka, unapokuwa naongea mchana mzima, macho yake Mwenyezi Mungu yalikutazama ukifanya nini. Wakati we mwenyewe umeenda katika shughuli zako mchana mzima, kutoka asubuhi mpaka jioni, kama uko na imani na kama uko na ile dhamiri ya kuishi na Mungu, lazima ikusumbue. Ukifika hivi unaanza kusema na hakika kuna mahali sikuongea vyema. Na hakika kuna mahali ukiwa Mkristo wa kweli, ukiwa na imani ya kweli, chukua hatua na ujue kule kwa Mungu lazima tukwaluswe na lazima tusimame, kwa sababu kuna Mungu. Amen and amen. Sayuni TV, neno la Bwana.